Naam, asante sana kwa wewe mtazamaji ambaye umeendelea kuchagua maudhui yanayokujia kupitia Jambo TV. Karibu sana. Hapa ni mkoani Kigoma nchini Tanzania katika mahojiano ya moja kwa moja kutoka hapa mkoani. Na leo niko na katibu wa jimbo la Kigoma mjini kupitia ACT Wazalendo Bwana Idi Adam. Tuko hapa kuongea naye mengi katika mahojiano ya ana kwa ana, hasa tukiangazia kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu hapo Oktoba 2025. Ni miezi kadhaa tu hapo tutakuwa tumefikia. Kwa kuna mengi tunatamani kujua kupitia mahojiano haya, hasa katika jimbo hili ambayo tayari mgombea wao au mtu ambaye tayari ameshakutia nia ya kuwania kiti hicho cha ubunge Bwana Zitto Kabwe. Tuko hapa kujua mengi wamejiandaaje kama ACT Wazalendo, lakini pia shamla za huku na kule, watuambie wao uchaguzi huu wameweka katika nafasi gani au wao wanaenda na mfumo gani. Bwana Idi, karibu sana. Asante sana. Labda wewe kama katibu wa jimbo, kwanza majukumu yako ni yapi katika chama? Asante sana. Kama katibu wa jimbo, mimi ndio mtendaji mkuu wa shughuli za kila siku za chama. Mambo yote ambayo yanahusu utendaji wa chama ni majukumu ya katibu, lakini pia ndio mkuu wa mipango wa chama katika jimbo. Lakini pia nawajibika kuitisha mikutano yote ile, mkutano mkuu wa jimbo, vikao vya kamati ya uongozi, na huko nyuma tulikuwa na vikao vya secretariat pia. Mimi ndio nakuwa mwenyekiti wa vikao. Kwa naogundua kwamba katibu wa jimbo ndio mtendaji wa shughuli za kila siku za chama katika jimbo. Bana, siasa mkoani Kigoma mpaka sasa kuelekea uchaguzi mkuu unaionaje? Tayari baadhi ya vyama kama tuseme CCM kuna majina yanatajwa ambao tunahisi kwamba wanaweza akawa wania ubunge, lakini pia Chadema mpaka sasa hatujaona chochote kinachoendelea. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo ndo kwanza mgombea alichukua fomu mapema sana na hisi mwezi uliopita. Labda shamla hizi na siasa ya Kigoma kwa sasa unaionaje? Sisi tunaendelea kujipanga na uchaguzi. Na kama unavyojua, mwisho wa uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi mwingine. Kwa hiyo sisi tumeanza kujipanga na uchaguzi mkuu huu tangu uchaguzi wa 2020 ulipokwisha. Pamoja na kwamba hatakuwa na uchaguzi 2020 actually kwa sababu ulivurugwa. Lakini sisi baada ya ule uchaguzi tulifanya tathmini na tukasema tujipange na uchaguzi wa 2025. Kwa hiyo tangu tuna miaka mitano sasa tunajipanga na uchaguzi. Kwa hiyo sisi tuko katika hatua za mwisho kabisa za kujipanga. Tangu kama nilivyokuambia kwa miaka mitano tunajipanga, na sasa tuko katika hatua za mwisho, tunaelekea kwenye uchaguzi. Tuko vizuri, shamla za ndani ya chama ni nzuri na tunaelekea vizuri sana. Mmekuwa ni moja ya vyama ambavyo vimepokea wanachama wapya, hasa wakiwa wanatokea Chadema. Hao wanachama mnaopokea mna uhakika kwamba kweli ni wanachama ambao wamekuja kiuzalendo au wamekuja kimaslahi binafsi? Kwa maana kwamba kesho kutwa mnawaamini mnaweka kwenye ngazi fulani alafu wanakuwa ndio machao upande wa pili. Labda hawa wanachama mnaopokea ninyi mnawachukulia katika engo gani? Siasa ni imani. Siasa ni imani kama ilivyo dini ni imani, na siasa ni imani pia. Na moyo wa mtu ni kichaka. Kwa hiyo sisi kama chama cha siasa mtaji wetu ni watu. Obviously hatuwezi kukataa watu. Tunawapa watu nafasi, lakini katika watu tunawapa nafasi kuna watu ambao wanakuja kweli kwa nia ya dhati ya chama. Kuna wengine wanakuja kwa sababu kama ambao sio lengo la chama na malengo yao, lakini muda huo ndo unajibu kila kitu. Na kuna mwingine anakuja kwa sababu ya chama, lakini katikati ya safari anapata ajali ya kisiasa. Kwa hiyo wote tunawapokea, sisi tukiamini kwamba wana nia thabiti, na yule ambaye amekuja tofauti na nia thabiti, basi tuna mtandao wetu wa chama ambao ni rahisi sana kumtambua, na ndani ya muda mfupi tutamuelewa tu. Katika uchaguzi uliopita, uchaguzi wa serikali za mitaa, kuna mambo yalifanyika hasa hapa Kigoma. Kuna kesi hadi ziliendelea mahakamani kati ya ACT Wazalendo na Jamhuri, nadhani, si ndio? Kama itakuwa sio basi utanikosoa. Lakini ilisemekana kwamba kuna baadhi ya mambo hayakufanyika sawa sawia, ikionekana kwamba baadhi ya wagombea wa ACT Wazalendo walinyimwa haki ya kuwa viongozi, ili hali inaonekana kwamba walishinda. Ikafanyika figisu kama kuwekwa kwa kura feki inavyosemekana, vitu kama hivyo. Labda vitu kama hivyo vilivyofanyika katika serikali za mitaa inavyosemekana, hamuoni kwamba pia vinaweza vikafanyika katika uchaguzi huu mkuu ambao tunaoendea wa wabunge, madiwani na marais? Asante. Sio tu serikali za mitaa, labda nikurudishe nyuma kidogo. Chaguzi zimeanza kuharibiwa kabisa mwaka 2019. Huko nyuma tulikuwa tuna malalamiko na kulikuwa kuna shida ya chaguzi, lakini haikuwa ya kupora mchakato mzima. Ilikuwa tu ni baadhi ya taratibu za watendaji wachache wanavuruga mchakato wa uchaguzi. Lakini kuanzia 2019 serikali za mitaa, uchaguzi mzima wote uchaguzi unavurugwa.
2019 wagombea walikatwa majina yao katika hatua za awali kabisa za kujazaji wa fomu, kusubmit fomu, kule kurudisha fomu kwa maafisa ngazi ya kata. Pale wakaanza kuwa wanakuwa disqualified, wanaondolewa vigezo kwamba hafai. Mtu amekosea herufi moja, jina lake spelling, anaambiwa huyu hafai kuwa mwakilishi, hafai kugombea. Kwa mchakato wa uchaguzi wote mwaka 2019 uliharibiwa. 2020 tulikwenda kwenye uchaguzi, lakini kwa mara ya kwanza tukaanza kuona makura mafeki hayo. Watu wanaingia na kura 50 ameshapigwa tayari, ya mgombea wa CCM yanaingia kwenye vyumba. Kwa macho mimi katika kituo cha Kasingirima, nikiwa mimi na Mheshimiwa Zito ambaye kwa ni mgombea, tumekamata begi la kura zaidi ya 12,000 kura feki. Kwa hiyo utaona kwamba 2020 uchaguzi ulivurugwa. Lakini sisi tulikuwa na matumaini makubwa sana na uchaguzi wa mwaka 2024 wa serikali za mitaa, na tuliushiriki kwa nguvu kubwa sana ule uchaguzi. Nafikiri hapa wananchi wa Kigoma mjini ni mashahidi. CCM ilipotea kabisa Kigoma mjini. Tulikuwa ni sisi tunaonekana kwa kila engo, kwenye mambo ya kiwenezi, mambo ya mipango, kila kitu ST ilikuwa iko mbele. Lakini uchaguzi pia 2020 na serikali za mitaa ulikuwa wahovyo sana. Makura feki vile kama 2020 yaliingizwa, mpigaji kura ulikuwa wahovyo, mpigaji kura anayepiga kura haonekani, amekingwa, taratibu zote zilikuwa za hovyo. Sasa yale yametupa fundisho ya namna ambavyo tunaingia kwenye chaguzi zetu. Ndio maana tunasema mfumo ambao tunaingia nao kwenye uchaguzi wa 2025 uchaguzi mkuu utakuwa tofauti sana. Kwa sababu tumekwisha jifunza makosa ambayo tumeyafanya kwa kutokuwa tumejiandaa namna gani ya kuingia kwenye uchaguzi, hasa huu ambao CCM wamekuwa sasa wanatumia makura feki kuwasaidia kuliko tena jukwaa la kuomba kuwashawishi wananchi wachague. Kwa sisi sasa hivi tumejipanga, kuna namna ambayo tunaingia kwenye uchaguzi huu ambayo aidha waje kwa kura za halali au waje kwa kura feki, tutahakikisha tunalinda ushindi wetu. Lakini kujipanga kwa vyama pinzani imekuwa ni kauli ambayo inajirudia. Kuanzia nyuma imekuwa ni kauli ambayo sio ngeni sana kuisikia katika vyama pinzani kwamba sasa tumejipanga, hamna tena wizi wa kula na vitu kama hivyo. Lakini tumeona bado baada ya uchaguzi kauli ni zile kwamba kuna figisu zimefanyika, kuna kura feki zimeonekana, vitu kama hivyo. Inaonekana mnashuhudia vitu vinavyofanyika, lakini bado kujipanga kwenda kutoshelezi, kwamba baada ya uchaguzi haikuonekani kwamba hamna anayekili kwamba tumeshindwa kiuhalali. Labda tutegemee nini sasa baada ya uchaguzi? Hatutasikia tena kwamba labda figisu zimefanyika ili hali mmesema kwamba mmejipanga, au ni kwamba mbinu mpya pia huwa zinaibuka? Kosa baya ambayo tulikuwa tunalifanya huko nyuma, na nikiri ni kosa baya, ilikuwa ni imani yetu kubwa sana kwa chaguzi hizi. Kwa maana tulikuwa tunaingia tunasema tuna imani kwamba mambo yatabadilika, mambo hayatakuwa kama yale. Kwa mnaingia kwa njia zile. Uchaguzi huu sisi tunaingia tukiamini kwamba yote yanawezekana. Huenda CCM ambayo ndio inailazimisha serikali, kwa sababu CCM ndio inaongoza serikali, kwa maana ndio chama tawala, kinalazimisha serikali kufanya mambo ya hovyo kwa ajili ya kusaidia. Sasa uchaguzi huu tunaingia tukiamini kwamba yote yanawezekana. Ukawa uchaguzi huru na haki au ukawa yale. Ndio maana sisi tumejipanga kwamba yakiwa yale ya hovyo, basi namna gani ambayo tutayadhibiti. Kwa hiyo uchaguzi huu na kuhakikishia baada ya uchaguzi hutasikia tena tunalalamika kwamba tumeshindikana kwa sababu kulikuwa kuna janja. Kwa sababu janja zote tumeziwekea namna kudhibiti. Labda kuna chama nasi Chadema mpaka sasa wanashikilia kauli ya no reform no election. Lakini kwa upande wa ACT Wazalendo pia ni chama ambacho kinadai sana demokrasia, kwamba demokrasia iwepo, uchaguzi uwe huru, vitu kama hivyo, tume ya uchaguzi iwe huru, vitu kama hivyo. Labda hii hatua walioichukua Chadema ni unaionaje wewe, kwamba hawatashiriki uchaguzi endapo hakutakuwa na marekebisho katika tume ya uchaguzi? Ili hali ACT Wazalendo pia ni chama ambacho kinadai demokrasia katika tume ya uchaguzi, lakini wao wanashiriki. Katika kauli ambazo nimesikia kwa ndugu Zito Kabwe ni kusema kwamba kuna msemo unasema kwamba if you don't fight you die, if you fight you die. Kwa hiyo unachoamua kufanya ni nini? Ni kupigana. Labda utofauti uliopo kati ya ACT Wazalendo na Chadema katika kudai demokrasia, ambayo wote mnaonekana mnadai demokrasia moja, lakini maamuzi ni tofauti na njia mlizochagua ni tofauti. Labda hapa kuna utata gani ambao uko hapa katikati? Nashukuru sana. Swali zuri sana. Kwanza Chadema sio kwamba tu wanasema hawatoshiriki uchaguzi. Wenyewe wanavyosema no reforms no election. Maana ni kwamba kama hakuna mabadiliko hayo, reforms hizo, hakutakuwa na uchaguzi kabisa. Hiyo ndo wenyewe wanasema Chadema. Kwa mimi sio kiongozi wao, siwezi kuwasemea, lakini hilo ndio liko hivyo. Kwa kama sio kwamba uchaguzi utafanyika afu wasishiriki. Wenyewe wanasema kama hakuna mabadiliko, hakuna kabisa uchaguzi, no election. Sisi tunaungana na Chadema kwenye kuhakikisha kusema kwamba
kuna mabadiliko ya dhati kabisa yanatakiwa kufanyika ndani ya nchi. Hilo tunaungana nao, kwa sababu ni kweli kabisa chaguzi ni za hovyo. Kwa hiyo sisi na Chadema kwenye hilo tunaungana kabisa, tuko pamoja kwamba tunataka hizo reforms. Lakini kwenye hiyo no election ndio sisi na Chadema tunapishania, sababu sisi tumeshawahi huko nyuma kusema kwamba tusishiriki uchaguzi. Acha wenyewe ambao wanasema hakuna, sisi tusema hatutashiriki, tulisusia uchaguzi. Tukiamini kwamba CCM wanaibu, wataona haya. Mwaka 2019 baada ya kuona mambo katika hatua ile ya hovyo, tukatoa wagombea wetu wote hata wale walikuwa wamepitishwa, tukasema tususie uchaguzi. CCM bila aibu walijipitisha kwa asilimia zaidi ya 99. Wakachukua wenye viti wote wa nchi nzima na wakaongoza miaka 5 bila fedheha. Wanajua kabisa kwamba hawakuchagulia wala ridhaa na wananchi. Wakajipitisha. Mwaka 2020 wameingiza makura mafeki, wakapita. Bunge wanaona kabisa lilipitisha mgombea mmoja tu kwa Mpanda. Bas, umeongoza. Mwaka 2024 hivyo hivyo. Serikali za mitaa wamechafua na bado wameongoza. Kwa njia ya kususia uchaguzi. Tumefikiria sana sisi kwenye kamati yetu ya chama. Na kulikuwa kuna mjadala mpana sana wanachama kwamba msishiriki uchaguzi. Lakini tukawaambia tusiposhiriki uchaguzi, maana yake ni kwamba sisi watajibidisha tena kwa 100% na wataongoza. Hatuwezi kuachia fisi shamba tena. Kwa hiyo sisi nini tufanye? Kwa sababu nyuma tulishashiriki tukaona matokeo ya hiyo njia tushaitumia ya kutokushiriki, tukususia tukaona matokeo yake ni nini. Sisi kwenye swala la kusema kwamba tushiriki uchaguzi hatuungana na Chadema, au kusema no election hatuungana nao. Sisi tunasema uchaguzi wepo, tutashiriki kwa mbinu ambazo zitakuwa zinakabiliana na kila uhovyo ambao CCM wameuandaa kwenye uchaguzi huu. Nafasi ya Zitto Kabwe mwania wa kiti cha ubunge katika jimbo la Kigoma mjini unaionaje, hasa baada ya majina kadhaa kwa yanatajwa kutokea Chama cha Mapinduzi nikimaanisha CCM? Nafasi yake hapa Kigoma mjini unaionaje Zitto Kabwe? Zitto Kabwe, Mwami Ruyagwa. Ndugu mtangazaji, hapa Kigoma mjini, Kigoma yote, na hii Kigoma mjini ikiwa ni mfano, Zitto wananchi wanaelewa kama ni mtetezi wao. Wananchi wanaelewa namna gani ambavyo utumishi wake unagusa masuala yao na maisha yao. Kwa hiyo wanamuelewa. Hata 2020 pamoja na wizi wote wa kura uliofanyika, lakini bado kura za Zitto zilikuwa mbali sana kwa mgombea wa sisi. Alimshinda kura nyingi sana. Kwa hiyo hapa hata haje nani, hili jimbo la Mwami Ruyagwa, na tarehe Oktoba mtaona wenyewe matokeo. Katika baadhi ya watu ambao inasemekana watawania kiti cha ubunge hapa Kigoma mjini, mmoja wapo ni Baba Levo ambaye miaka kadhaa alikuwa ni mwanachama wa ACT Wazalendo. Hauoni kwamba inawezekana anajua baadhi ya mbinu ambazo mlikuwa nazo na mikakati katika chama cha ACT Wazalendo, na sasa atakuwa ni mtu ambaye atakuwa ni mpinzani mkubwa sana, kwa sababu ukipigana na adui ambaye anajua baadhi ya mbinu zako ni vigumu sana kumkabili? Labda nimechukulia jina moja kati ya mengi ambao wanatajwa katika Chama cha Mapinduzi. Labda unaona nini hapo? Kwanza Baba Levo hajawahi kuwa kiongozi wa chama. Ni mtu ambaye amekulia kwenye mikono yangu, sababu chama kilimpa imani 2015 kugombea udiwani Mwanga Kaskazini. Actually alikuwa ana umaarufu lakini kwenye muziki, sio kwenye siasa. Kwa hiyo tukaanza kumfundisha kuzungumza, na mimi nikiwa katibu wake, ndo katibu wa jimbo. Tukamfundisha kuzungumza na kupanga hoja kiasi ambacho tuliweza kumfundisha. Tukamuuza kwa wananchi wakamuona, wakamchagua. Tukawa naye kwenye baraza mpaka mwaka 2020 alipomaliza utumishi wake wa udiwani. Lakini hakuwa kuwa kiongozi wa chama, kwa maana kwamba anaelewa mipango ya chama ndani. Alikuwa ni diwani, kwa maana anatuwakilisha chama kwenye halmashauri, na anapoenda kule tunakaa pat caucus, na mimi ndo katibu wao na waelekeza nitakwenda kuzungumza kule. Kwa hiyo baada ya pale akatoka pale akaenda na shughuli zake zingine, ameamua kwenda CCM kugombea, lakini yeye mwenyewe anajua kwamba sio mwanasiasa mwenye hadhi ya kugombea ubunge, hasa kugombea Zitto Kabwe. Yeye anafahamu. Kwa hiyo sisi tunaomba Chama cha Mapinduzi kama kitatupitishia huyo Baba Levo ili tujipatie ushindi wa asubuhi mapema kabisa. Hawezi kufanya competition na Zitto. Bwana, asante sana. Labda nikikuuliza kwamba utoe maoni yako kwa maendeleo ambayo unaiona katika jimbo la Kigoma mjini ambayo yameletwa na serikali hii ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika jimbo la Kigoma mjini, unaionaje? Maendeleo yapo, hayapo? Na kama yapo ni kwa kiasi gani? Kwa kuwa umeniambia specific jimbo la Kigoma mjini, nitakujibu kama jimbo la Kigoma mjini. Ungeniambia in general, labda ningekujibu tofauti.
lakini sababu ni specific jimbo la Kigoma mjini, kwa kweli nichukue tu fursa hii kusema kwamba sisi tumesahauliwa kabisa kabisa. Kuna sehemu tunaona mambo yanafanyika katika nchi ya Tanzania. Mwage mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Usiseme tu mabaya hata kama ni kwenye siasa, hapana. Tuseme na ukweli, wakati mwingine anafanya Samia, pongeza nchi zingine anafanya, lakini kwa jimbo la Kigoma mjini tumesahaulika sana. Aidha sasa hatuna wawakilishi labda wazuri wa kutusemea shida zetu, maana nchi ni kubwa hii, rais hawezi kuyaona yote. Wawakilishi wetu kwa maana wabunge au madiwani wetu ndio wapate sauti ili serikali isikie, tuletee maendeleo. Kwa hiyo kwa hapa Kigoma mjini tumesahau, hakuna miradi mikubwa. Miradi iliyokuwepo ni tangu ile ambayo sisi tuliacha, tumeichora sisi FMBC Wazalendo kwenye halmashauri 2015 2020, imekuja kuendelezwa. Sasa huwezi kusema hiyo ni mipango ya 2025, ya tayari ilikuwa tumeshafanya, ilikuwa na maziwa kutekelezwa tu. Kwa hiyo kwa kweli jimbo la Kigoma mjini kiukweli kimeendelea, limesahaulika sana. Na nichukue fursa hii kwa muda uliobakia, Mheshimiwa Rais, tupia jicho Kigoma mjini. Tuongee na sisi ni wananchi wako, tutetee maendeleo na sisi tufurahie utumishi wako. Lakini inaonekana kwamba katika awamu ambazo Kigoma imeletewa fedha nyingi kwa ajili ya miradi ni awamu ya 6. Labda ni miradi gani ambayo unatamani ingekuepo kukushawishi wewe kusema kwamba Kigoma mjini kweli tumeletewa miradi ya maana na maendeleo tunayaona? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama kuna fedha ambazo zinaletwa na kweli fedha zinakuja, lakini shida ni kwamba namna gani fedha zinatumika. Wabadhirifu wanazitumia hizo fedha tofauti. Kiasi kila mwaka CAG akifanya hesabu zake, unaona tunapata mahati ya hovyo kwa sababu matumizi hizo fedha zinavyoletwa ndio hayatumiki vizuri. Kwa hiyo hilo ni la kwanza, lakini la pili kunieleza kwamba nini ambacho kifanyike. Kwa mfano sasa hivi tuna mradi, sisi tuleta mradi wa bandari pale Kahabwa pale. Ule mradi kama ungekuwa unatekelezeka sasa hivi ungekuwa umeshazalisha ajira nyingi sana kwa vijana wetu. Mama ntilia wangekuwa wanapika pale nje, wangekuwa wanapata shughuli zao, wenye majumba yao wangekuwa wanapangisha watu, wanapata thamani ya fedha ingekuwepo na mzunguko. Lakini mradi umelala pale, wanauona. Leo tunaziwa Tanganyika hapa, hatuna meli ambazo kesho tunaambia meli zinatengenezwa miaka inakatika. Wengine tunaona meli zinafanya kazi, kisi kwetu meli hazifanyi kazi. Watu tunashindwa kufanya biashara na Kongo na Burundi hapa. Wakati hapa ni karibu sana, tungeweza kufanya biashara na Kongo na Burundi na Zambia. Na huko nyuma tumekufanya, tulikuwa na Liemba na Mwongozo. Lakini vitu ambavyo serikali ikiamua kutusaidia, inatusaidia tungefanya vizuri. Barabara hii ya kwenda Tabora hapo, unaona kuna shida. Paka leo kipande cha lami pale, kuisha tu kipande cha Uvinza pale. Miaka na miaka ukipita unakuta magari hapo site, hakimaliziki. Huko na mambo mengi sana ambayo kwa kweli angalia barabara kama hizo zinazojengwa za hovyo. Hizo barabara hovyo zieleweki, zinapanda, zinashuka, ndio tunazodanganywa. Kwa hiyo tunataka maendeleo ambayo tukiyaona maendeleo yajelete tija kwa wananchi wetu. Ndio tunataka. Na vipi kuhusiana na reli ya SGR? Tumeambiwa inakuja Kigoma. Tayari tunaona miradi kule Uvinza, miradi ipo, tayari wameweka camping na vitu kama hivyo, foundation tayari zimekamilika, tunaona kila siku. Hatuambiwi baadhi ya vitu tunaviona. Labda hiyo pia unaizungumziaje katika miradi hiyo? Sisi tunashukuru kwamba tukiona imefika Kigoma mjini reli tutashukuru. Baada ya huko Uvinza sawa, kwa sababu unaweza specific Kigoma mjini na mimi kujibu kama Kigoma mjini. Hatujaona sisi bado hapa. Tumeambiwa inakuja reli lakini bado hatujaona. Mimi naenda mpaka tosha natazama, walikuja wakatengeneza barabara, wakasema Mheshimiwa Rais atakuja kufungua, tukajiandaa kumpokea rais wetu, lakini mpaka leo hatujaona kinachoendelea. Kwa hiyo tunashukuru, kama tutaona imefika tutapongeza. Sisi pa kupongeza tunapongeza kwa kweli. Pa kukosoa tutakosoa, pa kushauri tutashauri, lakini pa kupongeza tutapongeza serikali. Sababu serikali ni ya kwetu. Sisi na Tanzania ambao tunapenda, ni wazalendo, tunapenda nchi yetu. Kwa hiyo pale pa kukosoa tutakosoa, pa kushauri tutashauri, na pa kupongeza pia hata kama imefanywa na CCM tutapongeza. Labda kwa kumalizia, ni maoni gani ulionayo kuhusiana na kufungwa au kufutiwa kusajili kanisa la Gwajima? Ni mambo ya hovyo kabisa. Kwa sababu kama kuna kosa ambalo amelifanya Bishop Gwajima, anapaswa kudili nalo yeye mwenyewe kama Gwajima. Vyombo vipo vitachunguza, kama unasema ana makosa amefanya, basi ashughulikiwe. Lakini unapoliadhibu kanisa kwa kauli ambazo amezungumza askofu wa hilo kanisa, maana yake kwamba wale waumini wote wale pale unawakosesha fursa ya kufanya ibada kwa sababu tu eti askofu amezungumza kitu fulani. Hilo si sawa kabisa, alipinga kwa nguvu yangu yote. Na nachukua fursa hii kuomba viongozi wote wa dini bila kujali madhehebu, bila kujali dini, hiyo ni Waislamu, wa Kristo, wa Buddha, wote kwa madhehebu yao, waungane pamoja kuhakikisha kwamba kanisa la Bishop Gwajima linaendelea na shughuli zake. Kwa sababu mwenzako akinyolewa zako tia maji. Ikiachwa hii kaonekana wakashangilia kama mwenzao kanisa lake limefungwa leo na likaacha ikapita,
kesho itafungwa na mwingine na kesho kutwa itafungwa mwingine, mwisho wa siku madhehebu yote ya dini atafunga shughuli zake. Bwana, asante sana. Labda tumia wasaa huu sasa kwa maneno machache kuongea na wanachama wa ACT Wazalendo katika maeneo mbalimbali, hasa labda hata hapa Kigoma mjini na wengine wote wanaokutazama ambao wanatamani kusikia kitu kutoka kwako. Kwa maneno machache waambie kitu kuhusiana na ACT Wazalendo. Wanachama wote wa ACT Wazalendo na wananchi kwa ujumla Kigoma mjini, ACT Wazalendo mwaka 2014 tulikianzisha chama, 2015 tukapata usajili wa kudumu, lakini 2014 tulishiriki uchaguzi wa serikali za mitaa, mlitupa imani mkatupa wenye viti. 2015 mkatupa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji, madiwani 13 wa kuchaguliwa, madiwani 5 viti maalum na mbunge, wakawa madiwani 19 jumla na mbunge wa jimbo hili. Tuliyofanya mmeyaona, tumefungua mji kwa barabara, mmeona. Kuongoza ni maarifa ndugu zangu. Kuongoza ni maarifa, tumefungua mji mmeuona. Na mambo mengi sana ambayo tumeyafanya, nyie ni mashahidi mmeyaona. Na mipango mikubwa tuliyokuwa nayo ambayo ndoto yetu ilizimwa tu kwa uchafuzi uliofanyika mwaka 2020 wa CCM kujipitisha. Kwa hiyo tunawaomba popote mlipo, jipangeni, jiandikisheni, twendeni tukapige kura mwezi wa Oktoba. Tuingoe CCM katika jimbo hili, turudishe ACT Wazalendo tumaini lenu likawatumikie, na mwisho wa siku maendeleo ya mji wetu yasonge mbele. Chadema au CCM? Chagua kimoja kati ya Chadema au CCM. Chadema. Naam. Asante sana mtazamaji wa Jambo TV ambaye umefuatilia mahojiano haya toka mwanzo mpaka sasa. Tamati ya kipindi hiki yalikuwa ni mahojiano ya moja kwa moja kutoka hapa Kigoma nchini Tanzania, nikiwa na katibu wa jimbo la Kigoma mjini kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Ameongea mengi kuhusiana na uchaguzi ambao tunaelekea, lakini pia vitu vingi ambavyo ulitamani kuvijua umeweza kuvisikia kutoka kwake. Nikushukuru sana kwa wewe mtazamaji, na niseme kwa wakati huu bye bye mpaka wakati mwingine.